Na leo nipo eneo la Itigi ambapo ni junction ya kwenda Singida na kwenda Manyoni, na tumeendelea kuona mwendelezo mkubwa wa boti hii ambayo ni ya okozi ikitokea Mtwara mpaka kufika eneo hili. Na sasa nilipata wasaa mfupi wa kuongea na dereva ambaye anaongoza gari hili kubwa ambalo limebeba boti hii kubwa, na nikatamani nijue mambo machache ambayo na wewe natamani uweze kuyafahamu. Mimi naitwa Hamidu Mshamwege. Kutoka Kyogo Ruanga. Pole na safari. Nishapoa. Nilikuwa ni shauku ya watu wengi ambao wamefika hapa Itigi kwa sababu wamekuwa wakipata mwendelezo wa boti hii ambayo inasafiri. Kwa nini mnaenda taratibu sana? Watu wengi wanajiuliza ni sababu gani ambayo inasababisha ichukue muda mrefu mpaka wakati huu kufika hapa? Tunaenda taratibu kwa sababu ya usalama wa hiyo boti. Tembea kwa nguvu na maana utaangusha mzigo. Na hata hivyo nature ya binomo lazima utembee taratibu, ndio speed ya 50 tu. Lakini sisi tunatembea chini yao kutokana na mazingira ya mzigo wetu ichunguka. Ni nini changamoto ambayo mnakutana nayo sasa kwa wakati huu katika hii njia ambayo mnapita? Na kitu kingine ni kwa nini mmechagua kupita njia hii badala ya kupita njia ambayo labda tungejua labda ungepitia upande wa Singida kule? Kwa nini mmepitia huku? Tumepita huku kwa sababu huku hakuna changamoto yote. Tungepita Singida tungepata changamoto ya waya na pale ni mjini, umeona. Kwa hiyo tumepita njia hii ya Tabora, iko haina changamoto yote. Ni hivyo. Okay. Na sasa hivi mmepaki hapa na ni nadra sana kuona kama safari imesimama. Hatujajua ni kwa nini mmesimama wakati huu hapa. Tumepaka kwa sababu muda umetuishia. Muda huo unacheka saa 12 lakini sasa hivi ni saa 10:30 na saa 11. Kwa hivyo tumeangalia kutoka hapa mpaka unafika Tura hakuna mji wote hapa. Kwa hiyo saa 12 inaweza kutufikia njiani, itatupa shida. Okay. Na labda tungefahamu zaidi kuhusiana na hii boti kidogo. Watu wengi hawafahamu. Huwa tunasikia kwamba boti huwa zinabebwa zikiwa zinaenda kutengenezewa sehemu ambapo zinaenda kufanyia kazi. Kwa nini hii imebebwa nzima nzima? Zile ambazo zinaanza kutengenezwa huwa zinatengenezewa huko, isipokuwa pale inapopelekwa na maana inakuwa inaungwa. Unajua inakuwa inaungwa. Kwa hiyo nafahamu mwenyewe kitu cha kuungwa kinakuwa sio bora. Kwa hiyo sasa hivi serikali imeamua kuchukua kitu ambacho kile kilichotoka huko kinakuja moja kwa moja kufanya kazi. Umeona, kinachoungwa kinakuwa si bora na mwenyewe unafahamu. Kwa hiyo tumeamua, serikali imeamua kuchukua kupeleka mzigo mzima kutoka huko, hivyo ndivyo wanafanya kazi. Okay. Kwa experience yako ya udereva, umewahi kufanya hii shughuli ya kuhamisha boti kwa namna hii mara kadhaa ama ndio mara yako ya kwanza? Experience yake ipoje unavyoiona? Ni kwa sababu boti, lakini mimi nachukua kama mizigo mingine ya binomo kwa sababu sisi Rafael Logistics naiba mizigo mikubwa na mipana ile ambayo imeshindikanika. Isipokuwa ni kwa sababu hii ni boti, lakini tunabeba mizigo mizito sana Rafael Logistics. Okay. Ni fahari ya madereva pia kufanya kazi kama hii. Nafikiri ni jambo zuri zaidi. Ni nzuri sana kwa sababu gani? Hata napokutana madereva wenzangu wananipa sauti kwamba unafanya kitu kizuri. Hakuna dereva yote ambao wale nikutana naye kamenyongonyea hivi akawa hapana. Wote wanapenda kazi yangu. Okay. Swali langu la mwisho ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kwenye hii safari ambayo umeona ilikuwa ngumu sana mpaka kufikia wakati huu hapa? Yaani changamoto mimi kama nilivyokuambia ni waya tu na miti ndio, lakini barabarani yani Tanzania imeendelea kutoka Mtwara mpaka nafika Mwanza ni lami tu. Na isipokuwa tu kuna miti ambayo imeingia barabarani sehemu kama za huko Ruvuma, Mtwara, miti imeingia barabarani na hizi waya za TANESCO zimeshuka sana chini. Ni hicho tu, hakuna kingine. Okay. Asante sana. Poa, asante. Ni wasaa ambao tumeupata kuongea na dereva ambaye anaendesha lori hili kubwa kabisa ambalo linabeba mizigo mizito na pia limeweza kubeba boti hii ya uokozi ambayo inaelekea Mwanza. Mimi ni Evidence Ndayanse na hii ni Itigi TV. Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.